Safari ya waliopotea sehemu ya 12. Kuna safari ambazo hatukuzichagua, lakini tulijikuta tumezianza. Safari ambazo hazianzi kwa furaha, bali kwa mzigo, maumivu na maswali mengi ndani ya moyo. Maisha wakati mwingine hutuvuta mahali ambapo hatukutarajia, hutuweka mbele ya maamuzi ambayo hatukujiandaa kuyachukua, na hutujaribu kwa kiwango ambacho hata pumzi inakuwa nzito kama mzigo. Lakini ni hapo tu, katika ukimya wa mawazo, katika machozi yasionekana, katika mapambano ambayo hakuna anayoyashuhudia, ndipo tabia ya kweli ya mwanadamu huonekana. Hapo ndipo tunapojua ukweli kwamba sisi ni wakina nani. Na safari hii si safari ya mikono na miguu tu, bali ni safari ya roho, safari ya mioyo, safari ya maamuzi magumu. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Brian pamoja na Mzee Mawazo walienda katika uwanja mmoja ambao ulikuwa ni wa kuchezea mpira. Baada hapo walienda na mbuzi, ambapo Brian alipewa maelekezo na Mzee Mawazo kwamba yule mbuzi anatakiwa anyongwe kisha achinjwe. Ndipo Brian alipofuata maelekezo. Japo kulikuwa na ugumu katika kumnyonga mbuzi yule, lakini Brian alifanikisha zoezi lile. Baada ya kufanikisha zoezi hilo, basi Mzee Mawazo akampatia kisu Brian ili aweze kumchinja yule mbuzi. Na baada ya kufanikisha, zile damu ambazo zilikuwa zinatoka ndani ya yule mbuzi walizimiminia katika lile shimo ambalo Mzee Mawazo alikuwa amelichimba. Basi baada ya hapo, Mzee Mawazo akamwambia Brian ambebe yule mbuzi kisha amfuate. Na baada ya kutembea kwa umbali, Brian ndipo alipogundua kwamba Mzee Mawazo na yeye walikuwa wanaelekea katika duka ambalo lilifahamika duka la Mzee Menda. Ni duka ambalo lilikuwa linauza vifaa vya umeme vilivyotumika na vifaa vipya. Na mzee huyu alikuwa anachukua mzigo wake kutoka nchi mbalimbali, yani ndani ya nchi na nje ya mipaka ya Tanzania. Basi walipofika pale, Mzee Mawazo akamwambia Brian kwamba amtoe yule mbuzi katika duka la Mzee Menda. Baada ya siku chache tu, matokeo yataanza kuonekana na lile duka Brian atakuwa ni mmiliki halali. Basi Brian anasema, kiukweli siku hiyo nilifurahi sana. Nilifurahi kwa sababu niliamini kwamba kazi yangu inaelekea kukamilika. Basi mimi na Mzee Mawazo tukaagana. Mzee Mawazo akaenda nyumbani kwake na mimi nikaenda nyumbani kwangu. Nilipofika nikamkuta mke wangu amekaa sebuleni akiwa ananisubiri kwa shauku kubwa. Nilipofika tu mke wangu akaniuliza, Brian, hii tabia kutoka usiku tena bila kuniaga imeanza lini mume wangu? Na ni biashara gani ambazo unazifanya usiku wa manane? Na mbona nguo yako ina damu mume wangu? Usitaki niamini kile ambacho nakifikiria kwa wakati huu. Brian, ni kazi gani ambayo umeanza kuifanya? Usitaki niamini kwamba Brian umeanza kazi ya ujambazi. Sitaki kuamini kama mume wangu umejiingiza katika makundi ya kihalifu. Sitaki kuamini. Sitaki kuamini kama mafanikio uliyoyapata ni kwa sababu ya hii kazi ambayo umeenda kuifanya. Ni nani ambaye umemuua? Ni nani ambaye umemuua mume wangu? Kwa nini nguo yako ina damu? Baada ya kusikia maneno ya mke wangu kuniambia kwamba nguo yangu ina damu, nikashtuka. Kujiangalia kweli nikakuta shati yangu ina damu. Kwa sababu siku hiyo nilivaa shati ya njano na ilikuwa ni rahisi damu kuonekana. Nikamwambia, mke wangu, ni mawazo gani haya ambayo unayafikiria? Kweli mimi mume wako ninaweza nikafanya matukio ya ajabu ajabu? Siwezi, ni vile tu niliogopa kukuamsha mke wangu. Kuna tukio ambalo limetokea pale ofisini. Mlinzi ambaye analinda maduka pale jirani alinipigia simu kwamba kuna majambazi ambao wamevamia eneo letu. Hivyo nikawa nimechanganyikiwa, ukizingatia ni mizigo mingi ya watu ambao nimeweka mule ndani. Ningelipa vipi mke wangu? Ulitaka turudi katika hali ya kimaskini? Mke wangu akaniambia sawa, mlinzi alikupigia simu. Vipi kuhusu hizo damu? Hizo damu pia nazo mlinzi alikupigia. Na mbona hujaumia popote? Yaani hata nikitaka kufikiria kwamba uenda ulikuwa unapigana au ulikuwa unapurukushani, hamna ulipochafuka Brian. Na hamna sehemu ambayo umeumia. Baada ya kusikia maneno hayo, ikabidi nijifanye kama nina maumivu mbavuni. Nikamwambia, mke wangu, tatizo unaharakisha sana. Mke wangu, nimepigwa kweli mume wako. Yaani hapa nilikuwa katika harakati za kuweza kujiokoa. Lakini nashukuru Mungu majambazi wale wamekimbia. Tumewashinda nguvu kwa sababu tulikuwa ni wengi.
Na ninachoshukuru Mungu, hamna hata mmoja wetu ambaye ameumia. Naomba uniamini mke wangu. Lakini kitu ambacho nataka ni kuombe msamaha ni kwa sababu nimeondoka bila kukuaga. Nilikuwa nimechanganyikiwa mume wako. Naomba nisamee mke wangu. Yaani mbavu zinaniuma kweli. Yaani ingekuwa ni vema kama ungepasha maji kisha uweze kunikanda mume wako. Naumia, nimeumia ndani kwa ndani. Basi mke wangu Happy alikuwa ni mwepesi wa kuelewa. Akaniambia, pole sana mume wangu. Yaani nilikuwa na mashaka. Na ukizingatia maneno ambayo nakutana nayo mtaani yanazidi kunichanganya mume wangu. Na hizi dalili ambazo unakuwa unazionyesha ndio nazidi kuchanganyikiwa. Lakini siamini kama mume wangu unaweza ukawa na tabia za ajabu ajabu kama hizo. Haya, ngoja nikupashie maji mume wangu. Nikamwambia asante sana mke wangu, yani tumepambana sana. Basi baada ya tukio hilo maisha mengine yakaendelea. Baada ya wiki moja mambo ya Mzee Menda yakaanza kumwendea kombo. Mzee Menda siku moja wakati anaelekea katika duka lake akaanguka ghafla, na baada ya kuanguka akapooza mwili mzima. Na baada ya kwenda hospitali madaktari wakamwambia kwamba hawezi kutibiwa katika hospitali zilizopo nchini, hivyo inampasa kwenda nje ya nchi. Na mpaka Mzee Menda ameenda hospitali alikuwa ametumia pesa nyingi sana, mpaka kufikia hatua hiyo akawa hana pesa tena za kutosha. Hivyo ikabidi mke wake aanze kuuza baadhi ya mali zake ili aweze kumtibu mumewe. Alihangaika sana. Alienda katika mabenki kukopa hela, lakini wanasema usilo ulijua ni sawa na usiku wa giza. Yaani pesa zote ambazo alikuwa anakopa kwa ajili ya kuweza kumtibia mume wake zilikuwa zinayuka kama upepo. Ni kwa sababu ndani ya ugonjwa wake kuna kitu ambacho tulikiweka ndani yake, ndani ya Mzee Menda. Hivyo walijitahidi kadri wawezavyo. Ndipo Mzee Mawazo aliponifuata siku moja na kuweza kuniambia, akaniambia, Brian, umeona kile kitu ambacho tulikuwa tunakwambia? Nikamwambia ndio mzee, nimeona. Nimesikia yule mzee anaumwa sana na anatakiwa kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, na pesa hazitoshi kwa sababu wametumia pesa nyingi kwa ajili ya kuweza kumtibu. Na nimesikia kwamba amechukua mikopo mingi na kuna baadhi ya mali ambazo anaziuza. Mzee Menda akaniambia, hicho ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakitaka. Sasa baada ya kuuza mali zake, mali inayofuata ni lile duka lake, kwa sababu nasikia baadhi ya mali ambazo zimebaki zimezuiliwa kuuzwa na benki. Maana yake zitauzwa na benki yenyewe. Sisi hizo mali nyingine sio target yetu. Target yetu ni lile duka. Na nimesikia kwamba anauza kwa shilingi milioni 20. Ile pesa ambayo nilikwambia uiandae, vipi? Tayari imeshafika? Nikamwambia ndio mzee, tayari ile pesa ninayo. Nilitimiza wiki moja kabla. Mzee Mawazo akaniambia safi, sasa jiandae kuwa mmiliki mkubwa. Sasa jiandae kuwa mmiliki wa duka kubwa hapa jijini Dodoma. Sawa kijana wangu. Nikamwambia sawa mzee. Yaani sipati picha hiyo siku ambayo nitamiliki ile duka. Yaani nilikuwa nikienda katika kibanda changu, nilikuwa napita na kuliangalia lile duka. Sikuamini kama miezi michache ijayo lile duka litakuwa langu. Kweli wanasema mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Vita vya panzi, furaha ya kunguru. Wakati familia ya Mzee Menda ikihangaika ikihaa kumtibu ndugu yao, mimi na Mzee Mawazo tulikuwa tunafurahi sana, tukiona hatua kubwa mbele yetu, tukiona hatua kubwa ya ushindi. Mimi nilikuwa nafurahi kila siku. Kuna siku nikawa namwambia mke wangu Happy, nikamwambia mke wangu, unajua mimi kwa sasa nimeshakuwa mtu maarufu sana hapa jijini Dodoma. Mke wangu akaniambia ndio mume wangu, nimeona na wateja wanakuamini sana. Nikamwambia ndio mke wangu, wateja wananiamini, lakini kuna wazo moja ambalo ninalo. Kuna pesa ambayo nimejichanga hapa kidogo. Nataka tuje tununue duka kubwa la vifaa vya umeme. Mke wangu Happy akasema, mume wangu, ununue duka kubwa la vifaa vya umeme? Hizo pesa zote hizo utazipata wapi mume wangu? Hebu usiwe na tamaa na vitu vikubwa. Tulizike na hichi kidogo tulichojaliwa. Mbona tunaishi vizuri tu? Tena tunaishi tumewazidi watu wengi sana hapa jijini. Tafadhali mume wangu, usiwe na tamaa na vitu vikubwa wakati bado hujafikia hivyo viwango. Na kuomba, mimi ni mke wako nakwambia. Saizi unaweza ukawa na tamaa kupata ile duka kubwa na ukawa una pesa. Wanasema tamaa wakati mwingine huleta mauti. Haya, unataka ununue duka kubwa, huna pesa. Unafikiri ni akili ipi haraka ambayo itakujia akilini ili uweze kumiliki duka kubwa? Ni lazima utaanza kujiingiza katika makundi mabaya, makundi ya uhalifu. Kama sio hayo makundi, utajiingiza katika imani za kishirikina mume wangu. Alafu kitu kingine mume wangu, kuna watu wanasema una ukaribu sana na yule Mzee Mawazo. Yule Mzee Mawazo ni mtu mbaya sana. Kuna kitu ambacho anataka kukufanyia katika maisha yako. Anajihusisha na masuala ya kishirikina. Wanasema kwamba yule mzee anawaunganisha watu wengi sana katika masuala ya kishirikina. Sitaki mume wangu uingie katika njia hiyo. Sitaki.
Nilimsikiliza sana mke wangu Happy, lakini sikutaka kusikia chochote kuhusu yeye. Nikamwambia mke wangu, nikasema Happy, kumbe unasikiliza maneno ya watu. Unaacha kunisikiliza mimi mume wako. Tunaishi wote humu ndani. Unasikiliza maneno ya watu. Mzee Mawazo kila mtu anamchukulia kwa namna yake. Ni kwa sababu ana urafiki na watu wengi matajiri. Na mimi nakuwa karibu na Mzee Mawazo ili aweze kuniunganishia wateja. Wewe unafikiri mpaka saa hizi duka langu lilipofikia pale ningekuwa wapi kama sio Mzee Mawazo? Amenitafutia wateja wengi na ameonyesha uaminifu kwangu. Mke wangu akasema, "Sawa. Wanasema alisemalo lipo, na kama alipo basi lipo njiani linakuja. Utakuja kuniambia." Na siku nikigundua mume wangu kama kuna kitu chochote ambacho unashirikiana na Mzee Mawazo, ndio siku ambayo ndoa yangu mimi na wewe itafia hapo. Nikamwambia hata usijali mke wangu, hamna kitu ambacho utakigundua. Basi maisha yakaendelea na mimi sikuacha kupita katika duka la Mzee Menda. Nikawa napita ili niwe napata taarifa kama familia mzee yule kama tayari wamefika maamuzi ya kuuza duka. Kitu ambacho kilinishangaza ni kwamba walichelewa sana kutangaza mnada wa duka. Nikawa najiuliza, kwani kuna kitu ambacho tumekosea? Mbona vitu vyote vimeuzwa na vingine vimeshikiliwa na vingine wameweka bondi kwa watu? Kwa nini hili duka? Au huyu mzee hataki mimi nimiliki hili duka? Nikasema hebu ngoja nimfuate Mzee Mawazo. Basi ikabidi nimfuate Mzee Mawazo. Nilipomfuata nikamweleza hali halisi. Nilimweleza juu ya wasiwasi wangu kuhusu lile duka. Mbona wanachelewa kuliuza? Mzee Mawazo akasema, "Kijana, usiwe na wasiwasi. Ndani ya wiki moja tu ili duka linakuwa lako. Kuna mambo ambayo walikuwa wanaweka sawa. Hata sisi kuna namna ambayo tunafanya ili tuweze kukurahisishia kazi." Nikamwambia, "Sawa mzee, nakuamini." Mzee Mawazo akasema, "Sawa, wewe endelea tu kuniamini. Usiwe na mashaka na mimi hata kidogo." Basi maisha yakazidi kusonga mbele. Yule mzee hatimaye familia yake ilifanikisha kukopa pesa nyingi sana ili aweze kupelekwa nje ya nchi. Na kweli mzee yule alipelekwa nje ya nchi. Wanasema gharama ya matibabu ilikuwa ni kubwa sana. Yaani hata wangejichanga ukoo mzima wasingeweza kufanikisha kulipa gharama za matibabu. Hivyo ni lazima tungewapasa waweze kuuza lile duka. Basi wiki moja ikapita kama ambavyo Mzee Mawazo aliniahidi. Nikasikia kuna duka ambalo linauzwa. Ni duka la vifaa vya umeme. Duka ambalo alikuwa anamiliki Mzee Menda ambaye kwa sasa ni mgonjwa. Anahitaji kuuza duka ili aweze kukamilisha pesa za matibabu. Basi siku hiyo nilifurahi sana. Ikabidi niende haraka. Huku nikiwa na imani kwamba siku hiyo ndio siku ambayo mimi naenda kumiliki lile duka. Nilipofika pale nilikuta watu wengi sana ambao walikuwa wanalihitaji lile duka. Basi mimi nikawa natumaini kwa sababu hata bei ya kuuza lile duka tayari niliambiwa na Mzee Mawazo. Lakini cha kushangaza nilipofika pale, ile bei ambayo niliambiwa kwamba duka lile litauzwa kwa milioni 20 ilikuwa ni kinyume chake. Bali duka lile lilikuwa linauzwa kwa shilingi milioni 28. Nilishangaa sana. Nikasema imekuaje? Inakuaje milioni 8 nzima imeongezeka hapo juu? Watu wote walikuwa wamefikia kwenye milioni 15, milioni 18. Mimi peke yangu ndio nilikuwa nimefikia kwenye milioni 20. Ikabidi niwafuate wanafamilia na kuambia kwamba mimi nina shilingi milioni 20. Nitaomba niwalipe malipo ya awali. Hiyo milioni 8 nitawamalizia. Lakini wanafamilia walikataa. Walisema kwamba hata hivyo wameuza duka hilo kwa bei ya hasara. Hivyo wangetamani sana kupata hela yote keshi pasipokuwa na deni hata sentimia huko nje. Ikabidi nimfuate Mzee Mawazo na kumwambia hali halisi ambayo imetokea. Mzee Mawazo akanambia, "Kijana, hizo ni changamoto ndogo tu katika kazi, lakini robo 3 ya lengo tayari umeshatimia. Hivyo cha kufanya, fanya namna upate hizo pesa ndani ya masaa 24. Kesho ili duka liwe lako, kwa sababu ukichelewa tu kesho kulimiliki ili duka kesho, kuanzia kesho kutwa hili duka halitakuwa lako tena na utajiingiza katika matatizo makubwa sana kama hili duka lisipokuwa lako, kwa sababu kafara zote tumefanya kwa ajili yako." Nikamwambia, "Mzee, inakuaje tena? Yaani nisipomiliki duka mambo mengine tena anitokee? Mambo gani tena mzee? Mbona kama tunaanza kutishana?" Mzee Mawazo akanambia, "Sikutishi, ila nakwambia ukweli. Unaweza kumpigia kakako Alex akusaidie." Nikamwambia, "Sawa mzee." Basi moja kwa moja nikachukua simu na kumpigia kaka Alex. Nikamwambia hali halisi iliyopo. Kakangu Alex akanambia, "Sawa Brian, lakini ukumbuke kwamba mimi masharti niliopewa siruhusiwi kumsaidia ndugu yangu yoyote yule. Hii pesa na kukopesha sikupi. Ukifanikisha hilo lengo lako, tafadhali naomba nirudishie pesa yangu." Nikamwambia, "Haina shida kakangu. Mimi kwa sasa nina uwezo wa kukusanya hizi pesa. Sema ni hivyo tu, mambo yamekuwa mengi. Na si unajua natumia shilingi 500. Nikisema nianze kuzunguka na hii 500 na 500 kila nikienda dukani inaonyesha ina thamani ya shilingi 10,000. Ndazunguka mara ngapi kakangu?"
Kakangu akaniambia sawa, haina shida, subiri dakika chache na kutumia hela. Basi kweli baada ya dakika chache pesa zikaingia. Pesa zilipoingia moja kwa moja nikamtafuta mmoja wa wanafamilia ili tuweze kuuziana lile duka. Lakini majibu ambayo alinipa ni kwamba muda wa mauzo tayari umepita, kwa sababu baadhi ya ndugu tayari wamesambaratika. Hivyo kama tunaweza tukutane kesho, kwa sababu kuna kakao mkubwa ambaye anatoka nje ya nchi atakuja kusimamia mauzo hayo. Nikamuuliza, kwani huyo kaka yenu anafika lini? Amwezi mkampa maelekezo? Mimi niko tayari hata kutoa milioni 30 ili mradi tu nimiliki hilo duka, kwa sababu hii pesa tayari ninayo mkononi na nikiendelea kukaa nayo naogopa nitaichezea. Yule mtu akanambia, usiwe na shaka kakangu, madam pesa unayo na nia unayo kuweza kumiliki hili duka, hata usiwe na shaka. Kaka yetu anafika leo saa 6 usiku, hivyo kesho mida saa 4 asubuhi tutafanya mauziano ya duka, hata usijali. Yani nilifurahi sana kusikia maneno hayo. Nikasema hatimaye ndani ya wiki hii Brian mimi naenda kuwa mmiliki mkubwa wa duka na naenda kuwa tajiri mkubwa hapa jijini Dodoma. Yani nilifurahi sana, nilikuwa na furaha isiyo kifani. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 12 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Safari ya Waliopotea. Je, Brian yuko katika jitihada za kutafuta pesa ili aweze kumiliki duka la vifaa vya umeme ambalo mmiliki wake ni Mzee Menda ambaye yuko Hoi bin Taban yuko nje ya nchi. Je, maelekezo aliyopewa atafanikiwa? Hiyo saa 4 asubuhi atafanikiwa kulimiliki hilo duka? Ili kuyapata yote haya, usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Safari ya Waliopotea.